Imetimia saa 6 kamili mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert, na kwanza ni muktasari wake. Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA limetangaza kuwa siku ya Eid al-Fitr inatarajiwa kuwa kati ya Jumatatu au Jumanne wiki ijayo. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima ametoa wito kwa wazazi na walezi kuzungumza na watoto wao. Na mshauri mkuu wa rais wa DRC katika masuala ya usalama Bwana Espoir Masamake amesema mchakato wa mazungumzo ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa umeanza leo katika mji wa Kinshasa. Habari kamili. Dar es Salaam. Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA limetangaza kwa siku ya Eid al-Fitr inatarajiwa kufanyika kati ya Jumatatu au Jumanne ya wiki ijayo kutegemeana na mwandamo wa mwezi. Taarifa hii imetolewa na Katibu Mkuu wa BAKWATA Alhaji Nuhu Mruma. Amesema sherehe za Eid al-Fitr kitaifa zitafanyika mkoani Dar es Salaam. Taarifa hiyo imesema swala ya Eid itaswaliwa katika msikiti wa Mfalme Muhammad wa 6 Kinondoni kuanzia saa 1:30 asubuhi na kufuatiwa na baraza la Eid ambalo litafanyika katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere kuanzia saa 9 kamili mchana. Amesema mgeni rasmi katika baraza la Eid anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima ametoa wito kwa wazazi na walezi kuzungumza na watoto wao kuhusu matumizi ya mitandao. Dr. Gwajima amesema wazazi na walezi hawana budi kuvunja ukimya kwa kuzungumza na watoto wao ili waelewe na kujilinda wakati wanatumia mitandao. Waziri Dr. Gwajima amesema hayo katika ujumbe wake ambao ameuandika katika ukurasa wake wa mtandao wa X. Amesema tafiti zinaonyesha kuwa 67% ya watoto wenye umri wa miaka 12 hadi 17 wanatumia mitandao ya kijamii, huku 4% wakilazimishwa kutuma picha za utupu. Kagera. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira ametaka wanachama wa CCM katika wilaya ya Karagwe na Kyerwa kupunguza matumizi ya fedha katika michakato ya uchaguzi wa ndani ya chama hicho. Akizungumza na wanachama wa CCM siku ya jana mkoani Kagera, Wasira amekemea vikali tabia ya baadhi ya wagombea kutumia fedha kuhonga wapiga kura badala ya kutegemea maoni halali ya wanachama. Wasira ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya maadili ya CCM amesema ana taarifa za kina kuhusu wagombea wanaotumia fedha kununua uungwaji mkono na kuonya kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Hilo nalo ni jambo nimeamua niwaeleze kweli kabisa. Tena ukweli litaje na mahali ambapo yanatendeka. Maana mimi nayajua. Tunatafuta habari. Lakini huko yanakotokea tunawaambia tu wanachama wetu achini. Maana dhambi ukifanya, ukiambiwa ukitubu, dhambi inafanya nini? Inafutika. Sasa leo nimeisema na nataka kuwaambia leo hii mkiacha tu ile dhambi mliofanya inafutika. Lakini mkiendelea nayo itawaathiri. Ndio maana Biblia inasema au utaitwa siku ya mwisho wakikwambia uende mkono wa kushoto ndio ujue sasa umeenda kwenye tanuru la moto. Sasa watu wote wanalilia kwenda mkono wa kulia, wewe unataka kwenda kushoto. Shauri yako. Mtwara. Baada ya kesi ya mauaji ya mfanyabiashara na mchimba madini Musa Hamisi inawakabili maofisa 7 wa jeshi la polisi mkoani Mtwara kusimama kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, kesi hiyo inatarajiwa kuanza kunguruma tena kuanzia leo. Washtakiwa katika kesi hiyo ni aliyekuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Mtwara OCCID, mrakibu wa polisi SP Gilbert Sostenes Kalanje, aliyekuwa mkuu wa kituo kikuu cha polisi Mtwara OCS
mrakibu msaidizi wa polisi Charles Maurice Onyango. Wengine ni aliyekuwa ofisa wa intelijensia ya jinai wilaya DCIO Mtwara Nicholas Stanislaus Kisinza, mkaguzi msaidizi Marco Mbuta Chigingozi, mkaguzi John Yese Msuya, aliyekuwa mganga mkuu wa zahanati ya polisi Mtwara Shiraz Ali Mkupa na Koplo Salim Juma Mbalu. Wanadaiwa kumuua kwa makusudi Musa Hamis Januari 5 mwaka 2022 katika kituo cha polisi Mitengo wilaya ya Mtwara mkoa wa Mtwara na kutupa mwili wake katika kijiji cha Majengo kata ya Hiari karibu na kiwanda cha saruji cha Dangote. Kesi hiyo inayosikilizwa na Jaji Edwin Kakolaki ipo katika hatua ya usikilizwaji wa ushahidi wa upande wa mashitaka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM Kinshasa. Mshauri mkuu wa rais wa DRC katika masuala ya usalama Bwana Espoir Masamaki amesema mchakato wa mazungumzo ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa unaanza leo katika mji wa Kinshasa. Masamaki amesema wahusika kwenye mazungumzo hayo ni vyama vyenye kuunda wengi wa wabunge kwenye muungano wa umoja wa taifa, vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wenye ushawishi. Amesema baada ya kukutana makundi hayo, Rais Tshisekedi atachukua fursa hiyo kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itajumuisha vyama vyote vya siasa pamoja na kuhakikisha kila mkoa unashiriki kwenye serikali hiyo ya mseto. Mazungumzo hayo ambayo yatadumu kwa muda wa wiki mbili yameanza kutokana na kauli ya Rais Tshisekedi ambayo alitoa mwezi uliopita ya kutaka kuunganisha taifa kwa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Aidha, kundi la waasi wa M23 linatajwa kuhusika kushiriki katika mazungumzo hayo. Ottawa. Waziri mkuu mpya wa Canada Mark Carney ameitisha uchaguzi mkuu wa mapema utakaofanyika tarehe 28 mwezi Aprili mwaka huu. Uchaguzi huo unajiri wakati Canada inakabiliwa na vita vya kiuchumi na Marekani na wito wa Rais Donald Trump kutoka kuidhibiti kama jimbo lake la 51. Hayo yanajiri baada ya Carney kuapishwa kama waziri mkuu baada ya mrithi wake Justin Trudeau kujiuzulu. Carney atakuwa akimenyana na kiongozi wa kihafidhina Pierre Poilievre ambaye chama chake kimekuwa kikiongoza katika chaguzi za kitaifa tangu mwaka 2023. Hata hivyo, utafiti wa hivi majuzi unasema uchaguzi utakuwa ni wa upinzani mkali. Na Bujumbura. Vijana nchini Burundi wametakiwa kuchangamkia fursa na kufanya kazi za maendeleo ili kusaidia kuliinua taifa hilo ili kushiriki katika ukuaji na mabadiliko ya kimaendeleo. Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa shirika la Biratwerekeye Twese nchini Burundi, Bwana Jado Nkurunziza jijini Bujumbura akiwa na skauti na wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi. Nkurunziza amewasisitiza pia vijana kuepuka tabia ya kushinda vijiweni na badala yake waingie katika mashirika ya ushirika ili kujikwamua kiuchumi na kuendeleza taifa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA limetangaza kuwa siku ya Eid al-Fitr inatarajiwa kufanyika kati ya Jumatatu au Jumanne wiki ijayo. Waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake, jinsia na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima ametoa wito kwa wazazi na walezi kuzungumza na watoto wao kuhusu matumizi ya mitandao. Na mshauri mkuu wa rais wa DRC katika masuala ya usalama Bwana Espoir Masamaki amesema mchakato wa mazungumzo ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa umeanza leo katika mji wa Kinshasa. Waza Wazua. Msikilizaji, mpanda mlima huchoka zaidi ya hatua ya mwisho,
lakini ndio hufungua anga la ushindi. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.